Inatoa kipaumbele cha kwanza ni taifa, na kwamba maslahi ya rasilimali za nchi zinufaishe watu wote kwa haki na usawa bila ubaguzi wala upendeleo wa aina yoyote. Hii ni kauli mbiu bomba sana na nifikirishi sana. Nakubaliana pia na kauli mbiu ya ujamaa na kujitegemea. Nakubaliana na kauli mbiu ya ari mpya, nguvu mpya na kasi mpya. Kauli mbiu ya hapa kazi tu, lakini kauli mbiu ya kazi na utu, tunasonga mbele, haina uhalisia na maono ya kweli kulingana na hali ya taifa kwa sasa. Taifa ambalo limeelemewa na mzigo mkubwa wa madeni yanayotishia uhuru na ustawi wa nchi yetu. Taifa ambalo wananchi wake wanatekwa, wanapotea, wanauawa na wengine kunyimwa hata haki ya kuabudu, viongozi wa dini kushambuliwa, kukimbilia uhamishoni na kuhofia usalama wao. Taifa ambalo kuna ongezeko kubwa la magonjwa na wananchi wengi kufa bila matibabu. Taifa ambalo upendeleo, dhuluma, uonevu, rushwa na ufisadi vimehalalishwa na kuathiri ustawi wa nchi. Sasa huo utu unaozungumzwa na mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi uko wapi? Unawezaje kusonga mbele wakati ukiwa na matatizo sugu na makubwa kwa kiwango hichi? Kwa sehemu kubwa, changamoto na matatizo yaliyopo nchini yanatokana na ukosefu wa viongozi wenye maono, uzalendo na dhamira ya kweli ya kuwatumikia wananchi. Lakini pia matatizo sugu yaliyopo hivi sasa kwa sehemu kubwa ni ya kutengenezwa ili kufanikisha maslahi binafsi, hali inayopelekea taifa letu kuanguka, yani kuwa a failed state. Ili kulinusuru taifa letu tunahitaji kuamsha ari kwa wananchi, kuwa na viongozi na watendaji wa serikali wenye dhamira ya kweli, wenye kutanguliza maslahi ya taifa mbele, wazalendo wa nchi yao na wenye uwezo wa kumudu majukumu waliokabidhiwa. Lengo na madhumuni sio kuiondoa CCM madarakani, mbali lengo na madhumuni sio tu kuiondoa CCM madarakani, mbali kurejesha utawala wa haki, sheria, demokrasia ya kweli na kuijenga nchi upya. Kwa hali ilivyo sasa, tukubali tukatae, nchi yetu imetumbukia kwenye shimo, na hivyo inahitaji mikakati mipya, maarifa mapya na dhamira za dhati za kulikwamua taifa letu. Watanzania hatujachelewa. Licha ya matatizo makubwa tulio nayo, si suala la kuamua tu. Si suala la kuamua tu, kwani chama cha ACT Wazalendo kimewaletea wagombea wazuri kwa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mimi Luhaga Johnson Mpina, na mgombea mwenza Bi Fatima Abrahabibi Feleji, na mgombea wa nafasi ya rais wa Zanzibar Mheshimiwa Osman Masudi Osmani almaarufu Omo, ambao rekodi zao za utumishi wa uongozi wa umma sio za kutiliwa mashaka ya aina yoyote. Kwa kuwa matatizo mengi tulio nayo sasa ni ya kutengeneza: uvunjifu wa katiba na sheria za nchi, kutanguliza maslahi binafsi na uzembe kazini. Hivyo mbinu ya uongozi inayofaa kulinusuru taifa ni kuweka vipimo na ushindani na ufanisi na uwajibikaji kwa watendaji na viongozi wa umma. Suala la kufanya kazi kwa mazoea na kula kwa urefu wa kamba Suala la kufanya kazi kwa mazoea na kula kwa urefu wa kamba kutahitimishwa rasmi. Utekelezaji wa shughuli za serikali na binafsi kwa sehemu kubwa utafanyika kwa njia ya ushindani, kulingana na hali tete ya taifa hili ilipofikia hivi sasa. Mitizamo ya Watanzania. Serikali yangu ya awamu ya 7 ambayo nitakayokuja kuiunda itakuwa na kauli mbiu madhubuti, yani a compelling tagline ya hapa kazi na ushindani na nchi kujengwa upya. Kauli mbiu hii imebeba maono makubwa na itatekelezwa kwa programu na mikakati mbalimbali. Muda na wakati wa porojo umekwisha, kuahirisha na njoo kesho imefika mwisho, na sasa ni muda wa kazi na matokeo makubwa ya kusisimua. Kauli mbiu ya hapa kazi na ushindani inalenga kuacha kufanya kazi kwa mazoea na kwamba kila mtu atapimwa ufanisi wake kazini kwa kushindanishwa na wengine ili kujenga uchumi jumuishi na kuongeza na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi kupitia mikakati wa komesha, punguza, pandisha na tengeneza KPPT.
Kauli mbiu ya hapa kazi na ushindani itatekelezwa kwa mikakati minne mikubwa. Komesha, kuna mambo ambayo kuna komesha, punguza, pandisha na tengeneza, yani KPPT. Sasa komesha, mkakati huu unalenga kukomesha mambo yote yanayofanyika kinyume cha sheria, katiba na misingi ya utawala bora, ikiwemo uzembe, upendeleo, ubaguzi, dhuluma, uonevu, wizi, rushwa na ufisadi, kwani haya yanaathiri moja kwa moja katika utoaji wa huduma, maendeleo na ukuaji wa uchumi wa nchi. Lakini serikali ya awamu ya 6 imeyabariki mambo haya na kuyaona yanafaa. Mkakati wa punguza. Mkakati huu unalenga kuweka mbinu mbadala za kupunguza sehemu kubwa ya matatizo ya umaskini, ajira, magonjwa na vifo, migogoro, uhalifu na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kadhalika, ambapo serikali ya awamu ya 6 matatizo haya yamekuwa sugu na hayana suluhisho kwao. Eneo jingine ni pandisha. Mkakati huu unalenga kulinda, kuongeza na kuboresha mafanikio yaliyopo, ikiwa ni pamoja na miradi ya mikakati inayoendelea, kuongeza uzalishaji na uuzaji wa bidhaa na huduma ndani na nje ya nchi, kuongeza thamani katika mazao yanayozalishwa kupitia sekta za kilimo, mifugo, uvuvi, misitu, madini, gesi, mafuta, kuongeza na kuboresha utoaji wa huduma za jamii kama elimu, afya na maji. Kwenye tengeneza ni mkakati huu unalenga kuanzisha miradi mipya na kufungua fursa mpya kwa kuanza kuvuna madini ya kimkakati, yani critical minerals, uvuvi wa bahari, yani blue economy, gridi ya taifa ya maji, miradi mikubwa ya LNG, viwanda na uwekezaji, na kupanua na kuimarisha na kujenga upya miundombinu ya kiuchumi kama usafiri wa barabara, reli, anga, majini, bandari, miundombinu mingine ya umeme, bandari, mawasiliano na simu na kadhalika. Vipaumbele kwa ujumla vitakuwa 7. Ni vile 7 vilivyoainishwa katika ilani ya uchaguzi ya chama cha ACT Wazalendo ya mwaka 2025 na 2030. Serikali ya CCM imeshindwa kusimamia kikamilifu utekelezaji wa vipaumbele vinavyowekwa katika mipango ya maendeleo ya miaka 5 na mipango ya maendeleo ya kila mwaka, na hivyo mipango hiyo kushindwa kupunguza umasikini. Umasikini umeshindwa kupunguza umasikini. Kuzalisha ajira, kushindwa kuimarisha ushindani katika masoko ya ndani, kikanda na kimataifa, na kushindwa kuwa na maendeleo endelevu. Kufeli kwa utekelezaji wa vipaumbele hivyo kunatokana na kushindwa kudhibiti athari hizi za utekelezaji wa mipango ya vipaumbele vya serikali. Serikali yangu itaweka mikakati madhubuti katika maeneo yafuatayo. Mkakati wa kwanza ni kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato ya serikali na usimamizi thabiti wa fedha na rasilimali za umma, jambo ambalo sasa hivi ni changamoto kubwa sana. Na hapa ndio kwenye msingi wa kila kitu, kwa sababu uwezo ukatoa ahadi nitafanya hiki wakati hakuna mikakati ya usimamizi wa mapato ya serikali, wakati rasilimali za umma zinagawanwa bure, hauwezi. Kwa hiyo kipaumbele cha mkakati namba 1 kabisa itakuwa ni kuongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya serikali na usimamizi thabiti wa fedha na rasilimali za umma. Lakini mkakati namba 2, mkakati wa pili ni kuimarisha muungano, kuimarisha utawala bora na utawala wa sheria, kutunga sheria mpya na kufumua sheria zote zenye mapungufu na dosari, na kupata katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo mchakato wa katiba hii utaanza mara moja tu baada ya kuapishwa. Yaani baada ya kushusha tu Biblia hivi natangaza mchakato wa katiba mpya siku hiyo. Tanzania walishasubiri muda mrefu sana, hawana tena muda wa kuendelea kusubiri mambo haya. Mkakati wa 3 ni kuweka mfumo wa fidia kwa majanga ya asili kama mafuriko, ukame, wadudu, magonjwa, anguko la bei katika soko la dunia, matukio ya moto kwa wazalishaji wote katika sekta za kiuchumi, ambao sasa hivi hawa wananchi wameshatelekezwa tu. Wakulima hawa wakikumbwa na ukame, sawa. Mazao yao yakiliwa na wadudu, sawa. Yakiliwa na mifugo yao ikifa kwa magonjwa, sawa. Hakuna kinga yoyote. Sasa tunaenda kuanzisha mfuko maalum kwa ajili ya kuwakava wananchi. Mkakati wa 4 utakuwa ni kulinda, kuongeza uzalishaji na uuzaji wa bidhaa na huduma ndani na nje ya nchi, kuongeza thamani katika mazao yanayozalishwa katika sekta za kilimo, ufugaji, uvuvi, misitu, madini, mafuta, gesi na kadhalika, ili kukuza uchumi na kuongeza ajira na kupunguza umaskini.
Mkakati wa 5 itakuwa ni kuongeza na kuboresha utoaji wa huduma bora za kijamii za elimu, afya na maji na maendeleo ya jamii ili kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza zaidi rasilimali watu. Mkakati wa 6 utakuwa ni kujenga miradi mipya na kufungua fursa mpya katika sekta za kijamii na kiuchumi pamoja na kuboresha, kupanua na kuimarisha miundombinu ya kiuchumi ili kuchochea uchumi shindani na shirikishi. Hiyo ndiyo mikakati 7 nitakayokuwa nayo, ambapo katika utekelezaji wake ni mikakati ambayo haijawahi kusimamiwa kikamilifu. Ukienda kwenye vitabu vya wenzetu wanaandika tu tutafanya hiki, lakini utekelezaji mara nyingi imekuwa ni sufuri. Sasa hapa kuna mambo ambayo ya vielelezo katika utumishi wangu ambao niliwahi kuyafanya na ikanitengenezea rekodi nzuri sana katika utumishi wangu, kuanzia jimbo la Kisesa lenyewe, lakini namna mapambano dhidi ya wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha na mali za umma nilivyosimamia ndani ya bunge na nje ya bunge mpaka nikafukuzwa huko bungeni. Lakini pia itakumbukwa pia hata michango yangu ndani ya bunge, namna ambavyo nilivyotoa ushauri wangu wa kurasa 235 kushauri serikali katika maeneo mbalimbali kwenye Tume ya Rais ya maboresho ya kodi katika kulisaidia taifa langu na kupata mchango mkubwa, ambako secretariat ya tume hiyo iliandika ujumbe maalum wa kunipongeza. Lakini itakumbukwa pia namna nilivyokataa bajeti ya serikali iliyoletwa ikiwa na mapungufu na kinyume na maazimio tuliyokuwa tumekubaliana. Itakumbukwa pia nilivyoibua kashfa ya sukari ambayo ilipelekea mpaka kusimamishwa vikao vya bunge. Itakumbukwa pia namna nilivyoendesha mapambano dhidi ya uvuvi haramu na kuongeza viwanda vya kuongeza thamani ya mifugo na uvuvi. Itakumbukwa namna ambavyo nilivyosimamia kikamilifu na kukomesha uvuvi haramu nchini na samaki wakaongezeka na ajira nyingi za Watanzania zikapatikana. Lakini itakumbukwa pia namna ambavyo nilisimamia migogoro ya wakulima na wafugaji. Itakumbukwa namna ambavyo nilipinga mikataba mibovu. Itakumbukwa hata namna ambavyo nilipinga uonevu wa wafugaji walivyokuwa wakionewa katika maeneo, migogoro ya wakulima na wafugaji na namna wafugaji walivyokuwa wakionewa. Itakumbukwa katika historia ya nchi yetu namna eneo hili nilivyosimamia kikamilifu. Sasa mambo niliyojipanga kuyasimamia endapo mahakama ya rufaa itanipa ridhaa ya kugombea na kuchaguliwa na wananchi. Baadhi ya mambo machache niliyojipanga kuyafanya na kuyasimamia katika sekta mbalimbali za kiuchumi na kijamii ni kama ifuatavyo. Moja ni uchumi na fedha. Serikali ya awamu ya 6 imeshindwa kusimamia uchumi wa nchi, ambapo imekuwa ikijitapa uchumi kukua kwa kasi, lakini ukweli ni kwamba uchumi huo umekuwa kwenye makaratasi. Umekuwa kwenye makaratasi ya serikali tu bila kuhusisha maisha ya watu. Uchumi unashikiliwa na genge la watu wachache na kwa sehemu kubwa ni raia wa kigeni. Na hii ina maana kwamba Watanzania wamegeuzwa kuwa manamba kwenye nchi yao. Serikali imeshindwa kujenga uchumi jumuishi kutokana na kutanguliza maslahi binafsi mbele. Ningepewa ridhaa ya kuwa rais wa Tanzania, haya mambo yatafika mwisho na nitahakikisha kuwa ukuaji wa uchumi unakuwa na kuchangia moja kwa moja kuinua kiwango cha maisha ya watu na kupunguza umaskini. Aidha, nitaweka mipango ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu katika kupitia mkakati wa komesha, punguza, pandisha na tengeneza, yani KPPT, ambayo imejikita katika kuhakikisha kuwa uchumi wa nchi yetu unakuwa jumuishi na unapunguza umaskini, unazalisha ajira nyingi, unaleta ustawi na unachochea mauzo ya bidhaa zinazoongeza thamani nje ya nchi. Kutokana na usimamizi mbaya wa uchumi, serikali iliyoko madarakani sasa, ukuaji wa uchumi umekuwa ukihusisha sekta chache na ambazo haziajiri watu wengi kutoka kaya maskini, huku sekta zinazoajiri watu wengi za kilimo, viwanda
na biashara zinakuwa kwa kasi ndogo. Sekta binafsi imekuwa ikihujumiwa na serikali na haijapewa nafasi ya kushiriki kikamilifu katika kuchochea ukuaji wa uchumi na kuongeza uzalishaji na ajira nchini. Mauzo ya bidhaa nje ya nchi yameendelea kutegemea bidhaa ambazo hazijaongezwa thamani, na hivyo mauzo hayo hayawezi kuchangia kuzalisha ajira nchini. Nchi yetu bado inanunua zaidi kutoka nje kuliko kiwango tunachouza, na hivyo kuwa na ulali mkubwa hasi katika biashara. Na hii ni kusema kuwa nchi yetu inatumia zaidi fedha za kigeni kununua bidhaa ambazo zingeweza hata kuzalishwa hapa nchini kwetu. Pia kuna udhaifu mkubwa katika usimamizi wa sera na fedha na budget, yani monetary and fiscal policy, hali inayopelekea uchumi wa nchi yetu kuyumba na kuanguka. Mfumuko wa bei umeruhusiwa kupanda kiholela, riba za mabenki kuwa juu, na kiwango cha kubadilisha fedha ya shilingi ya Tanzania kushuka thamani. Usimamizi dhaifu wa makampuni ya kimataifa hasa ya madini kurejesha fedha za mauzo katika akaunti za benki ya ndani baada ya kuuza madini katika masoko ya kimataifa. Kutoa misamaha ya kodi kiholela kwa upendeleo, utoroshaji mkubwa wa fedha nje ya nchi, utakatishaji wa fedha haramu, ukusanyaji dhaifu wa mapato ya serikali, usimamizi duni wa matumizi ya fedha za umma, ongezeko la wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma. Matukio ya namna hii hayawezi kutengeneza uchumi jumuishi, kwani yanaruhusu uchumi kuendeshwa na genge la watu wachache. Nikipata ridhaa, haya yote yatakomeshwa kwa muda mfupi. Ukusanyaji wa mapato. Hivi sasa uwiano wa kodi kwa pato la taifa, tax to GDP ratio, ni 12.5 tu, ikiwa nchi yetu imeachwa mbali na nchi nyingine za Kenya, Burundi na Rwanda, ambapo zinakusanya kwa wastani wa 16 mpaka 18. Si tuko 12.5 ya uwiano wa kodi ya pato la taifa. TRA, MDA na LGAs na mashirika ya umma yanapangiwa makisio madogo ya ukusanyaji wa mapato, fedha nyingi kuishia mifukoni mwa watu binafsi, kushindwa kukusanya na kutofikia malengo yaliyowekwa. Serikali iliyoko madarakani imeshindwa kudhibiti mianya ya upotevu wa mapato. Aidha, katika uchambuzi wangu wa taarifa ya CAG nilionyesha kuwa zaidi ya trilioni 30 zinapotea kila mwaka. Pia katika maoni na mapendekezo ya ripoti ya Tume ya Rais ya maboresho ya kodi nilionyesha kuwa zaidi ya trilioni 42 zinapotea kila mwaka kutokana na wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma, huku serikali ikitegemea misaada na mikopo kutoka nje ya nchi. Nikipewa ridhaa, nitafanyia kazi mapendekezo na ushauri nilioutoa mimi mwenyewe katika ripoti ya CAG, FIU na PPRA. Pia nitafanyia kazi maoni na mapendekezo ya kurasa 235 niliyotoa katika Tume ya Rais ya maboresho ya kodi ya mwaka 2024, ambapo hivi sasa yametupwa na mtawala. Serikali iliyoko madarakani imethibitisha kuwa haiwezi tena kusimamia ukusanyaji wa mapato nchini kutokana na udhaifu usio kifani. Naeleza mifano michache ya udhaifu wa ukusanyaji wa mapato katika mamlaka za mapato TRA, mifumo ya tehama, wizara, taasisi za serikali yani MUDAS, mashirika ya umma na serikali za mitaa kama ifuatavyo. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Baadhi ya changamoto ya mamlaka hizi katika ukusanyaji wa kodi ni kama ifuatavyo. 1. Mikataba mibovu. Mikataba mibovu na usimamizi dhaifu wa gharama za uwekezaji na uendeshaji katika makampuni ya madini, mafuta na gesi, simu, ving'amuzi vya runinga, bandari, umeme na kadhalika, ambapo inapelekea kuipotezea serikali mapato mengi. Serikali imebariki jambo hili kwa kuingia mikataba kwa usiri, kuingia mikataba yenye kasoro na dosari nyingi, kuvunja sheria kwa kuingia mikataba ya rasilimali bila kibali cha Bunge. Nikipata ridhaa, mikataba hii itapitiwa upya na kuivunja inapobidi kwa maslahi ya umma. Matumizi ya majina ya tini ya wakala badala ya majina na tini ya mlipa kodi. Serikali imeanzisha utaratibu unaokinzana na sheria ya kodi wenye msingi kuwa kila mwanachama na mfanyabiashara atalipa kodi kwa jina na tini namba yake. Serikali ya awamu ya 6 imeruhusu kodi kulipwa kwa majina na tini ya wakala badala ya majina na tini ya mlipa kodi. Mfano, wachimbaji wadogo wa madini wa maduara
wa maduara ya madini wamekuwa wakilipa tozo na mrahaba kupitia kwa mwenye leseni ili naye akalipe kodi serikalini. Pia kwa upande wa msafirishaji wa mizigo ya kuchangia makasha kutoka nje ya nchi, mwenye mzigo hulipa kodi kwa consolidator na baadaye consolidator naye kulipa kodi serikalini. Hivyo kwa kuwa anayelipa kodi si mwenye biashara, ni rahisi kukwepa kodi, kuiba mapato ya serikali na kutakatisha fedha haramu. Jambo hili ni kinyume cha sheria, lakini limeruhusiwa na serikali ya awamu ya 6 na ninaamini kwamba mfumo huu umewekwa kuwaibia wananchi wa kipato cha chini na baadaye kuwaingiza kwenye mgogoro mkubwa wa ulipaji wa kodi katika kufanya ulinganifu wa kodi na matumizi ya EFD, kama ilivyotokea migogoro ya migomo ya wafanyabiashara wa soko la Kariakoo, Dar es Salaam na maeneo mengine nchini. Nikipata ridhaa, mambo haya yatakomeshwa na kuongeza mapato ya serikali. Mapingamizi ya kodi: kuchelewa kuamuliwa kwa mashauri ya kikodi katika mamlaka za rufani za kodi za kamishna katika eneo la kamishna wa TRA, TRAT na KET, yani Court of Appeal, ambapo kodi iliyoshikiliwa imefikia hadi wastani wa trilioni 10.5 kwa mwaka na kusababisha usumbufu mkubwa kwa wafanyabiashara na serikali kushindwa kukusanya kodi kwa wakati. Ucheleweshaji huu unasababishwa na mzaha wa ukadiriaji wa kodi usiozingatia uwezo wa kimtaji, kupelekea kuwepo kwa malimbikizo makubwa ya kodi yanayobishaniwa na kuikosesha serikali mapato. Pia malimbikizo haya yanatumika kama mbinu ya kukwepa kodi. Nikipata ridhaa, maonevu katika makadirio ya kodi yatakomeshwa, ukokotoaji wa kodi utakuwa wa wazi ili kuondoa mazingira ya kuwepo mapatano ya nje ya utaratibu baina ya mtoza kodi na mlipa kodi, na mamlaka za rufani za kodi zitawezeshwa ili kuamua mashauri ya kodi kwa wakati. Mtakusanyaje kodi? Kama mnaweza kufika mwisho wa mwaka, kuna watu wana malalamiko kwenye rufani za kodi za zaidi ya trilioni 10.5. Karibia 30% ya kodi inayokusanywa inabishaniwa katika mahakama. Hamwezi kukusanya kodi katika mazingira ya namna hii. Kipingamizi kingine ni biashara za magendo. Biashara za magendo: matumizi ya bandari bubu, viwanda bubu, ambapo bidhaa nyingi huingia nchini na kutoroshwa nje ya nchi bila kulipa kodi, bidhaa feki na bidhaa bandia zisizo na ubora. Vile vile kuenea kwa viwanda bubu ambavyo vinatengeneza bidhaa kama vinywaji vikali, waini, vifaa vya ujenzi, umeme na kadhalika, na kuuzwa bila kulipa kodi. Nikipata ridhaa, mianya hii itathibitiwa. Misamaha holela ya kodi. Serikali imekuwa ikianzisha na kupunguza na kufuta na kusamehe kodi bila kufanya tathmini wala utafiti wa wazi wa matokeo ya kuwepo kwa kodi kuwepo kwa kodi. Serikali imekuwa ikianzisha, kupunguza, kufuta na kusamehe kodi bila kufanya utafiti na tathmini ya wazi matokeo yake kuwepo na kodi zinazolalamikiwa na wananchi na misamaha holela ya kodi iliyojaa upendeleo kwa kusukumwa na maslahi binafsi. Hata pale serikali ilipotakiwa kuleta tathmini ya misamaha ya kodi iliyotolewa mwaka uliopita, haikufanya hivyo. Takwimu zinaonyesha kuwa kila mwaka sasa hivi tunapoteza zaidi ya trilioni 1.162. Kiwango hiki ni zaidi ya kiwango kinachoruhusiwa katika mpango wa maendeleo. Pia serikali imekuwa ikifuta madai ya kodi bila kibali cha bunge. Mfano, kampuni za madini makinikia yalifutiwa zaidi ya trilioni 5.595 bila kibali cha bunge, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Misamaha inayotolewa hainufaishi wananchi moja kwa moja, kwa kuwa bei na bidhaa kwa sehemu kubwa hubaki kama zilivyo. Hivyo na imani yangu kuwa misamaha ya kodi imegeuzwa kuwa biashara kati ya mtoa msamaha na mnufaika, jambo ambalo serikali ya awamu ya 6 imelibariki. Mchezo huu umekuwa ukipotezea nchi mapato, kuua ushindani na kuua uzalishaji na kuongeza ugumu wa maisha wa Watanzania. Inatolewa msamaha wa kodi. Leo tunasamehe mafuta yanayoagizwa kutoka nje ya kula. Mwisho wa siku mafuta yakiingia hapa yanauzwa bei ile ile. Msamaha wa kodi umetolewa na bei inauzwa hivyo hivyo. Unakuta tumesamehe uingizaji wa sukari ya kutoka nje, tumesamehe kodi. Sukari inanunuliwa inakuja kuuzwa kwa bei sawa na ya kodi.
Ndio hiki ninachokizungumza. Matokeo yake kuna misamaha ya kodi ambayo ni biashara tu kati ya mtoa msamaha na anayefanya biashara ya bidhaa hiyo. Lakini tunataka kama ni msamaha unatolewa, utolewe msamaha ambao utawanufaisha wananchi. Kama ni bei kweli ikapungue, iwe na faida kwenye taifa. Nikipata ridhaa, misamaha yote ya kodi itatolewa na serikali itapitiwa upya kujua je, hii misamaha kweli ilitolewa kwa ajili ya wananchi au ni biashara za watu. Lakini kutunga sera na sheria mpya za kodi ili kuwa na mfumo wa kodi nafuu unaotabirika, ikiwa ni pamoja na kuondoa utitiri wa kodi unaoumiza wananchi. Utakatishaji wa fedha haramu. Kiwango kikubwa cha utakatishaji wa fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na ufadhili wa silaha za maangamizi, ambapo nchi yetu imekuwa nchi oevu ya utakatishaji wa fedha haramu. Hivi sasa kamati ya bunge ya bajeti ilionyesha kuwa miamala shuku imefikia trilioni 463 kwa mwaka. Licha ya kuwa na kiasi kikubwa cha miamala shuku, serikali imekuwa ikificha ripoti ya miamala fiche iliyochambuliwa katika kitengo cha FIU. Pia haielezwi ni hatua gani zinachukuliwa na mamlaka za uchunguzi za TAKUKURU, DCI na DPP kila mwaka. Tuhuma ya miamala ya miamala ya mabilioni ya fedha zilizosombwa za mabilioni ya fedha zilizotangazwa kwenye mitandao zikiwahusisha baadhi ya mawaziri na watoto wa viongozi waandamizi serikalini. Pia baadhi ya viongozi kudaiwa kumiliki mahekalu ya nyumba za kifahari ndani na nje ya nchi. Mafurushi ya fedha kuibiwa na kutoroshwa kupitia mipakani na zingine kupitia mifumo ya kielektroniki na mabenki hazijakanushwa na serikali. Ninyi wote mtakubaliana hapa kwamba kupitia vyombo vya kupitia mitandao ya kijamii iliripotiwa hapa mabilioni na matrilioni ya fedha zikihusisha baadhi ya viongozi, baadhi ya watoto wa viongozi, baadhi ya mawaziri. Hizi taarifa licha ya kuzunguka kila siku, lakini hazijawahi kukanushwa na taasisi yote ile ya serikali. Naamini mambo haya na kibali cha serikali iliyoko madarakani. Nikipata ridhaa, kutafanyika ukaguzi wa uchunguzi, yani forensic audit, na kuchukua hatua kwa wahusika wote, ikiwa ni pamoja na kuzirejesha fedha za umma. Sheria za nchi zitasimamiwa kikamilifu na kukomesha michezo ya aina hiyo. Utoroshaji wa fedha nje ya nchi. Utoroshaji wa fedha kwenda nje ya nchi, yani illicit financial flow, ambapo kila mwaka kiwango cha utoroshaji kimefikia wastani wa trilioni 3.3 kutokana na mbinu mbalimbali ikiwemo ukwepaji wa kodi za kupitia transfer pricing, capital flight, over invoicing, under declaration. Utakatishaji wa fedha haramu katika shughuli mbalimbali nchini kama manunuzi, rushwa, utoroshaji wa madini, magogo, biashara haramu na kadhalika. Hali ambayo inakosesha serikali mapato kwa kiwango kikubwa. Nikipata ridhaa, fedha zilizofichwa zitarejeshwa nchini kwa mbinu mbalimbali shirikishi na kwa kushirikiana na taasisi za fedha za kimataifa na kuhakikisha kuwa michezo hii inadhibitiwa na kuongeza mapato ya serikali. Namba 7 ni transfer pricing. Serikali imeruhusu ukwepaji wa kodi kupitia uhamishaji wa bei na huduma, yani transfer pricing, kwa kuondoa adhabu ya faini ya 100% kwa kampuni zinazofanya udanganyifu na kukwepa kodi, huku kukiwa na usimamizi na ukaguzi dhaifu wa miamala ya transfer pricing katika kampuni za kimataifa, yani MNIs, yanayofanya biashara hapa nchini katika sekta za simu, bandari, mafuta, ving'amuzi, mifumo ya tehama, madini, gesi, mahoteli ya kitalii na kadhalika. Hivyo nchi yetu kupoteza fedha nyingi. Mwaka 2021-2022 serikali ilipofanya marekebisho ya kanuni namba 15 ya ukokotoaji wa kodi za kimataifa, yani Tax Administration Transfer Pricing Regulations, kwa kufuta kifungu kinachoweka adhabu ya 100% kwa kushindwa kutekeleza matakwa ya sheria. Uamuzi huu unadhihirisha hakuna nia ya dhati ya kukusanya mapato halali ya serikali, na pengine ni njama imefanywa kwa ajili ya kufanikisha upotevu wa fedha za umma na maslahi binafsi. Yaani wale watu wanaofanya makosa ya transfer pricing
akifanya hizo nani zake, hiyo miamala yake ambayo huwa ni miamala kwa minajili ya kukwepa kodi, akifanya hayo makosa ambayo huku ndiko kwenye fedha nyingi sana ambako tunakopoteza, iwe kwenye madini, iwe kwenye mikataba ya gesi, iwe kwenye simu, iwe kwenye makampuni haya ya simu na wengine wanaouza ving'amuzi na nini. Serikali ikaenda kuwaondolea ile faini, kwamba hata akikutwa ameiba hamna ile faini kulipa, wakokotoe tu ile kodi inayodaiwa. Lakini walipa kodi wa ndani wanalipa kodi pamoja na faini, wanalipa kodi pamoja na adhabu. Lakini wale wakubwa MNs wakafutiwa faini. Wao ukiwakuta hata ameiba trilioni 1, utakiwi kumtoza faini, udai tu hiyo. Kwa hiyo inazifanya zile mamlaka sasa zinazosimamia zikose nguvu ya kusimamia, eneo hilo. Kwa sababu mtu ambaye huwezi kumfanya chochote, kwa hiyo anafanya tu, anatengeneza wizi kwa sababu anajua huna cha kumfanya. Nikipata ridhaa nitaweka mfumo thabiti nitaweka mifumo thabiti ya udhibiti, kuwepo kwa makubaliano ya awali juu ya utaratibu wa ukokotoaji wa bei baina ya mamlaka ya kodi na mlipa kodi, yani mutual agreement procedure, na advance pricing agreement itakayotanguliwa na tathmini na tafiti za kina katika eneo la kodi, kuanzisha kitengo ndani ya TRA kitakachoshughulika na ukaguzi wa miamala ya transfer pricing chenye wataalamu wabobevu na vifaa vya kutosha ili kupata madai sahihi ya kodi ya serikali. Kwa hiyo haya mambo haya ya kufuta adhabu yataondolewa, na upendeleo wote ule katika ukusanyaji wa kodi utaondolewa, na usimamizi thabiti utafanywa kwenye ile eneo, pamoja na kufanya utafiti wa kina, kwa sababu hapa ndiko eneo ambalo rasilimali zetu zimeingia mikataba. Sehemu kubwa ni maeneo ambayo rasilimali zetu zina mikataba. Sasa ukiwa unafanyika mchezo, mara adhabu inafutwa, mara inafanya nini? Sasa unajiuliza, je, huyu aliyeenda kufuta hiyo adhabu ni kwa maslahi ya taifa au kwa maslahi yake? Waziri wa fedha aliyeleta hilo pendekezo ndani ya bunge na rais wa wakati huo aliyeruhusu hilo jambo, ilikuwa ni kwa faida ya nchi au kwa faida ya watu binafsi? Bidhaa zinazosafiriwa kwenda nje ya nchi kupitia nchini kwetu. Bidhaa zinazosafiriwa kwenda nje ya nchi kupitia nchini, yani on transit, kuuzwa katika masoko ya ndani. Baadhi ya shehena za kwenda nje ya nchi kama sukari, mchele, ngano, samaki kushushwa kwenye magala ya masoko na kuuzwa ndani ya nchi, halafu ving'amuzi vya tansisi kufungwa kwenye gari dogo kwenda kwenye mipaka ya kiforodha kuashiria kuwa mzigo umesafirishwa nje ya nchi na kuikosesha serikali mapato. Na haya mambo yanafanyika hapa sasa hivi. Hapa inapita mishehena ya mchele inakwenda mpaka Tunduma. Mishehena ya mchele inakwenda inazunguka inakuja kushusha kwenye magara hapo. Alafu ile gari dogo linafungwa, ile tansisi inakwenda mpaka Tunduma ikiwa kwenye gari ndogo tu. Kwenye gari ndogo inaenda mpaka Tunduma kuashiria kwamba mzigo umefika na umevuka kwenda. Na baadaye mzigo ulishashushwa hapa, kule inaenda tu imefungwa kwenye gari. Mambo haya yameruhusiwa na serikali imeendelea kukosa mapato. Risiti na stika za TRA pamoja